Yanga na ni Simba wanaenda kuitukanisha pia TFF kwamba ni taasisi ambayo iko makini, kwa sababu kama tukiongelea hapo Damaro yuko Yanga na muda gani? Na amecheza mechi ngapi? TFF hakuliona hilo? Sidhani TFF kama wanaweza kawa wazembe kwa kiwango hicho. Wako makini na wanafuatilia ili waweze kulifanya hili. Kwa sababu unajua ukifuatilia mwenye mamlaka ya kutambua huyu sio raia au ni raia ni mamlaka ya uhamiaji. Okay. Idara ya uhamiaji, yani nasema ile idara ya uhamiaji ndio wenye hayo mamlaka ambao wanakuwa positive. Kwa hiyo kama hili si naona ni fedhea, mimi sio mwana Simba wala sio timu yote, lakini naona fedhea kwamba neno hili kwa nini limeenda public, unaenda kumshtaki mtu ambaye hana hiyo hatia, kwa sababu nafikiria sitaki kuamini kama Yanga wanaweza kawa jinga kwa kiwango hicho. Bana, sarakasi zimekuwa nyingi kweli kweli, mambo yamekuwa mengi kweli kweli hapa mjini juu ya Damaro Kamara. Mengi yamezungumzwa. Klabu ya Simba kaamua itafuta pointi za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu, kwa maana ya Yanga ikikatwa basi wanajua tunalibeba. Sasa shughuli imekuwa nzito kwa upande wao. Niko na mzee wangu hapa, Zela Busara, unaweza kumuita Miovela, mwamba kweli kweli huyu mzee, kwenye masuala pia ya sheria, mbobevu, naweza kuzungumza hivyo kwa lugha nyepesi kweli kweli. Bwana, Simba kumbe wameangukia pua. Shughuli ni nzito bwana. Ungana nasi sako kwa bako ili upate ufafanuzi mzuri wa jambo hili lililobezi kisheria zaidi, ikiwa inapatiwa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Tanzania. Inazalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati, misumari na usafiri tunakupatia bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake pia ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bado tunanunua wewe, anakuja kutamana wewe kijana wako. Zela Busara, uko vizuri? Niko vizuri. Uzima upo na hulalamiki? No, wala silalamiki. Niko tayari. Bwana, kumekuwa na hizi sarakasi, tukaona tuwaite wazee wetu wa busara, sheria zimelala kidogo, mtupe ufafanuzi mzuri juu ya mambo haya yanayopata kuendelea kwa sasa juu ya Damaro Kamara. Umelifuatilia kwa kina swala hili na unaelewa kwa kina kweli kweli. Unafikiri Simba wako sahihi kwenda kuishtaki Yanga kwa maana anamtumia mchezaji ambaye si Mtanzania, na Yanga katwe pointi ama alama zote ambazo Damaro Kamara alihusika kwenye kuzitafuta, kwa maana alihusika kwenye michezo husika ambayo Yanga alitengeneza alama, iwe 1 ama iwe 3? Baki Waswahili wanasema mfamaji aishi kutapatapa. Nina mashaka kidogo kama labda maamuzi ya Simba yanakuwa yanafanyika na panel, yani labda kama kuna watu ambao wamekaa kama timu na inahusisha wanasheria ili waweze kulifanya hili, kwa sababu unajua ukifuatilia mwenye mamlaka ya kutambua huyu sio raia au ni raia ni mamlaka ya uhamiaji. Okay. Idara ya uhamiaji, yani nasema ile idara ya uhamiaji ndio wenye hayo mamlaka kwamba huyu sio raia na huyu na nafikiria pia sijui, ndio nilikuwa na mashaka kidogo Simba kama wanakaa pamoja na wakajadiliana wakaweza kuangalia kwa upana. Yeah. Unapoangalia masuala ya uraia, yani wanasema kuna daraja A, B na C. Kwa hiyo mtu kama Damaro unampeleka kwenye daraja A, ambalo daraja A lenyewe linahusisha watu watakao kaa na kufanya kazi ambao wanastahili wapate vibali. Tofauti na wale wengine ambao wanaweza kaa mtu anahitaji kuja hapa kwa ajili ya matibabu au kwa ajili ya kitu ambacho ni cha dharura. Kwa hiyo inakuwepo hiyo. Kwa hiyo daraja A limekuwa lina uangalizi mkubwa sana, ndio maana hata mamlaka husika ya uhamiaji wao wamekuwa makini sana. Kwa hiyo na maana kwa mfano Simba anachokifanya sasa hivi ni kama kuipaka matope immigration, kwa sababu immigration wako makini sana. Nadhani nyinyi mnaona kwamba tofauti tu na watu wanaojulikana, lakini mara ngapi mmekuwa mkisikia kwamba bana kuna wahamiaji haramu wamekamatwa wamefanya nini, na sheria ziko hivyo yani. Kwa hiyo nafikiria labda kama ni swala la kutafuta pointi zisitafutwe mezani, ilitakiwa Simba watumie wanasheria wao wenye weledi ili waweze kuelezea hiyo kitu, kwa sababu kinachofanyika sasa hivi kwanza kuna bodi ya ligi, kuna TFF. Wamewajibika vipi? Kwa sababu nifikiria kama ingekuepo wamejipanga hawa Simba
nilijua wangeweza kusema kwamba wangewashtaki TFF, wangewashtaki bodi ya ligi pamoja nao Yanga wenyewe. Kwa hiyo Yanga sioni kosa lake, kwa sababu kwanza kinachonishangaza mimi ni kitu kimoja. Yeah. Kwamba Damaro mimi nimeanza kusikia habari kwamba kawalaia toka kwa Singida. Yes. Kwa hiyo nilikuwa nawaza Simba kwa nini hawakuweza kuishtaki Singida labda kabla hawajaja kuishtaki Yanga. Kwa hiyo unaona kabisa ni mtu unapambana naye kaishiwa nguvu, kaishiwa mbinu, anatafuta huruma kwa jamii. Pia inatia mashaka kwamba sasa Simba imekuwa ni uongozi gani ambao hawezi kufanya utafiti, kwa sababu anasema sehemu yote yenye muungano, ushirika au sehemu ambayo anatumia katiba kwamba 70% inakuwa ni sheria na taratibu, lakini kinachofuata ile 30 wanasema ni viongozi kuwa wabunifu, yani ubunifu ambao unakuwa positive. Kwa hiyo kama hili si naona ni fedhea, mimi sio mwana Simba wala sio timu yote, lakini naona fedhea kwamba neno hili kwa nini limeenda public, unaenda kumshtaki mtu ambaye hana hiyo hatia, kwa sababu nafikiria sitaki kuamini kama Yanga wanaweza akawa jinga kwa kiwango hicho kwamba waende wakamsajili mchezaji ambaye hana sifa za uraia, akisajiliwa kama mchezaji wa ndani, alafu wakaenda wakamtangaza na wakaweza kucheza hizo mechi kwa wakati wote. Sina hakika, na ndio maana anasema nakuwa na mashaka kidogo na hawa walioweza kuclaim hiyo kesi kuweza kuipeleka, kwa sababu tumeshaambiwa mtu mwenye mamlaka hapa ni au nani, Wizara ya Uhamiaji. Yeah. Kwa hiyo hawa uhamiaji wao ndio walitakiwa watoke front kusema jamani, Yanga tunakushtakini kwa sababu mmechezesha mtu kama raia wakati si raia. Kwa sababu pia kumbuka hapo kwamba nafikiri serikali yetu ilivyosikiva haiwezi kukubali kwamba ipoteze mapato, kwa sababu unajua kuna haki ya kuwa raia, kuna haki ya kuwa mgeni. Kwa hiyo ukiwepo mgeni unakuwa na kibali cha kulipia. Yes. Ambacho kinalipiwa kila mwaka. Kwa hiyo sidhani mamlaka makini kama immigration wanaweza akafanya uzembe wao eti waache kukusanya fedha zao kila mwaka kwa mchezaji ambao sio raia, kwa sababu pia tunataka watu waje ili sisi tupate mapato. Kwa hiyo nafikiria taratibu zile zinaweza kazi ifanyikwa, wenyewe wanajua. Kwa hiyo sijajua mwisho hii itakuwa fedhea sana, kwa sababu pale itakapokuwa imegundulika, maana sasa Simba unaweka bato na TFF, lakini unaweka bato pia na immigration, kitu ambacho sidhani kama kiko sahihi. Ilitakiwa tu utafiti ufanyike. Vitu vyote tunavyovifanya ni muhimu sana kukaa na utafiti ambao utatusaidia tunavyoenda public, watu wasiwe na mashaka na sisi. Okay. Kwa sababu umeona kinachotokea sasa hivi ni kwamba ni kama mtu anatafuta defense mechanism. Yaani unajua unajitetea alafu unaishiwa story. Ndio maana nasema kama vile mtu anayependa kuongea sana, akifika akiona sehemu anayeongea kuliko yeye anapoteza kila kitu. Kwa hiyo mimi naona tu au hii kitu alifanya Mediali, maana sidhani au hawana wanasheria kweli pale, kwa sababu napata mashaka kidogo kwamba nani alistahili kuweza yani kuhukumiwa, si ndio? Au nani alistahili kuweza kutuhumiwa kwamba bana, wewe umefanya makosa, kosa lako umeizinisha mchezaji ambaye hana sifa, hana vigezo vya kuwa raia. Okay. Si ndio? Yeah. Nani? Kwa sababu kama unaona hapo kuna bodi ya ligi, kuna TFF, lakini pia kuna immigration. Sasa nani unamlaumu? Kwa sababu una maana ukisema tu unaenda kumshtaki Yanga, hiyo ni dismiss case. Sidhani kama kuna kesi kwangu mimi, kwa muono wangu, lakini pia nataka kuchukua nafasi hii kuambia viongozi wetu ni watu ambao mmeaminiwa na kundi kubwa sana. Kwa hiyo kutengeneza mitaharuki ambao haina msingi si jambo jema kwa viongozi ambao wako makini. Tulikuwa tunatarajia wao wanachotakiwa kufanya ni kupambania, kama ni kwenye usajili au ni kuangalia jinsi gani timu inaweza ikakusanya point. Leo Afrika imezizima kwa sababu ni tuseme takriban baada ya miezi miwili CAF inakuja kutangaza kwamba Morocco anatakiwa arudishwe kombe na medali zirudishwe. Hata tuishasherehekea, tuishapata na zawadi. Hii ndio tunaruhusu wazungu endelee kututukana kwamba sisi hatuwezi kuchukua kombe la dunia kwa sababu hatujawahi kujipangaga. Kwa hiyo ndio maana hivi vitu tumesema
hizi wanasema nisema sijui kwa neno jepesi sijui tusemeje. Yaani kuna vitu ambavyo vikiweka kwenye mpira vinaharibu. Yaani kwamba twende kwenye pinch kwa sababu anajua kabisa kuna matokeo matatu. Kushinda, kusale na kufungwa. Kwa hiyo ukishajua hivyo utajipanga. Nafanyeje nisifungwe, nafanyeje nisifanye. Hivi vitu vya mezani naona hata FIFA wenyewe havitaki sana. Usema ushindi wa mezani hawaubariki. Maana yake ukisema Damaro akacheza mechi 9, kwa hiyo kama Yanga atapoteza mechi, hizo point anapoteza pointi ngapi? Maana 9 mara 3 ngapi? Kwa hiyo ina maana hizo zote Yanga watakubali wapoteze. Na wao walikuwa walioni hilo. Basi watakuwa watu ajabu. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba tulikuwa tunaenda tunasema kwenye ushindani, alafu baadaye tunarudi kwenye ligi kuharibika. Kwa hiyo nafikiri sio kitu kizuri muda mwingi tukawa tunajadili mambo ya kurudi nyuma, sio mambo ya kwenda mbele. Kwa hiyo sijui naona Simba tafute kitu kingine kwa sababu sijajua maana hapo sasa wao ishtaki serikali na washtaki labda TFF kwa sababu TFF sidhani kama wana ujinga huo, kwa sababu nimekuwa nimeona ambao wanakufuatilia mtu labda alikuwa na red card wakihesabu zile mechi ambazo anataka asicheze, akicheza si nafikiri kwenye ile kamati ya masaa 72 tu ile si wanatoa ripoti yao bana, kwa nini Sisco ulicheza na ulikuwa na red card. Kwa hiyo na maana pia hii naona kama Yanga na ni Simba wanaenda kuitukanisha pia TFF kwamba ni taasisi ambayo iko makini, kwa sababu kama tukiongelea hapo Damaro yuko Yanga na muda gani na amecheza mechi ngapi, TFF hakuliona hilo. Sidhani TFF kama wanaweza kawa wazembe kwa kiwango hicho, wako makini na wanafuatilia. Kwa hiyo tulitarajia tu mamlaka husika kama ni bodi ya ligi au TFF pamoja na immigration, wao ndio angekuwa kwanza. Usingesikia hata mtu wa Yanga anaongea. Yaani ni debate ambayo imekuepo, na pia tunataka kukumbusha Simba kwamba bana sasa hivi mambo yamekuwa magumu, vita huko Irani na gonga huko, maisha yatabadilika wakati wote. Kwa kitu pekee walichobakiza wananchi ni burudani. Burudani yenyewe wanapata kwenye mpira. Kwa hiyo waangalie kitu kingine, lakini tusingetengeneza sana taharuki kwenye hivi vitu. Naona havina maana. Tunaenda kuleta mjadala, tunashindwa kujadili vitu vya kimaendeleo. Leo tunasema timu yetu ya taifa itakuwaje nzuri baada ya kufanya nini? Pengine wao kina Damaro ndio angekuja kwenda national team angetusaidia. Sasa pia naona kama tumeanza kubaguana vile, kwamba kuna mtu ambaye akija hata kifuata taratibu bado nyinyi mtangangania, mtasema kwamba huyu sio raia. Nafikiri hata mtu mwenyewe anasikia hicho kitu kinakuwa kimpendezi. Kwa hiyo labda wangeenda kurudi wakaenda kuingia kwenye taratibu zile ambavyo sheria ya uhamiaji inasemaje, yani waangalie waangalie B na C, kwa sababu kiangalia C na B ndio hizo zimekuwa zina unafuu na dharura zinakuwa zinaombewa. Maana hizo kuna sheria ambazo mtu anaweza kupata kibali kwa dharura, lakini ukiangalia imezingatia vitu vingi. Kwanza mtu ili acheze lazima awe na leseni ya kufanya kazi, ambapo apate immigration, na najua immigration wanakuwa na hizo taarifa zote kwamba bana huyu mtu anastahili na anafanya nini. Kwa hiyo unataka kutuambia sisi tunataka kupoteza mapato? Sisi sasa hivi tunatafuta sana hela mzee. Yaani kwamba uwezi ukaja hapa tukakubali tu, yani wewe ukae tu usilipe kodi usifanye kitu chochote. Pia wangeelewa mtiririko. Kwa hiyo mimi naona waangalie kingine cha kufanya. Kwa jinsi ambavyo mambo haya sasa yanapata kuendelea, unadhani Yanga labda wanaweza wakapindua meza kuona kama labda wanafanya kitu sio, na wakafungua mashtaka kwa maana ya kudhalilishwa labda ama kushtumiwa kwa vitu ambavyo sivyo na kuharibiwa brand yao na vitu kama hivyo? Inawezekana huko tunapoelekea, kwa sababu uende sio shughuli ndogo kama tunavyodhani. Nafikiria mara nyingi kesi huwezi kufungua kesi wakati inaendelea. Unasubiri jamaa malizi afu unaangalia zile witness ambazo walikuwa wamezitumia ndio unaweza kufanya. Sasa hilo ni jukumu la wanayanga, kwa sababu wanayanga wako very smart. Namjua pale kuna anko wangu Alex Mgongolo na wanasheria wengine wanaweza kaangalia ile jambo linaweza likafanyika vipi kwa maslahi ya mapana ya Yanga. Kwamba na hii kitu pia umesema kitu kizuri. Ili swala sijajua kwa Tanzania, lakini kwa nje imekuwa kuna changamoto sana, kwa sababu imekuwa mtu anaweza mfano akatoa labda jezi, mwingine akainanga akaisema vibaya, sijai kuona mtu akishtakiwa. Sasa sijajua labda inakueje swala la kuharibia brandi.
ni kitu kikubwa sana kwa wenzetu walioendelea, kwamba ukaribu brand ya mtu anaweza kaambia bana, mimi nilikuwa nataka collection labda trilioni 1, nimeshindwa kukusanya hii kwa sababu wewe uliharibu brand yangu, kwa hiyo unatakiwa unilipe, na kwa sababu kuna mahakama za kibiashara mnaweza mkafanya hivyo kalipa. Kwa hiyo nafikiria hilo tuache Yanga wenyewe, watatuambia kupitia mwanasheria wao kama wanaweza wakasema kwamba kwa sababu mlituchafulia jina letu na ikiwa sahihi tunaweza tukapelekeni mahakamani. Kwa hiyo lakini pia tunaangalia, kumbukeni kwamba TFF FIFA ni watu ambao wamekuwa hawataki kabisa ni masuala ya kimpira yahusishwe na mahakama. Kwa hiyo sasa sijui kama hiyo, kwa sababu Yanga wanaijua, sidhani kama wanaweza wakafanya hivyo, labda kama kushtaki waende kasi au waende tena TFF kwenyewe, kwa sababu ina maana hapa sisi anayetusimamia ni TFF. Kwa hiyo kama TFF wanaweza wakaona, maki unajua watu wanasikilizia ili jambo linaenda vipi. Nafikiri baada ya mwisho itakapofikia ndio mamlaka husika zitatufanya kazi yake. Kwa hiyo na maana kama umewachafua immigration kwamba wako makini kufanya kazi, kutakuwa kuna lungu lake. Lakini pia TFF kama umewafanya kwamba na wenyewe hawako makini, wakaruhusu mchezaji ambaye hastahili, watakuwa na lungu lao. Kwa hiyo hali kadhalika na Yanga wenyewe wataangalia wafanye nini. Nafikiria pia Yanga hawezi kurudia tatizo hilo, kwa maana kwamba wenyewe warudi tena kwenye mahakama si whatever, lakini nafikiria wao tuwape nafasi tuone baada ile sakata kuisha watakuja na mkakati gani. Maana hizo zitakuwa siri za kambi sasa. Yeah. Bana, hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza. Umepata kusikia mambo mengi na mazuri na umepata kuelewa namna ambavyo swala hili linakwenda. Wataalamu wa hizi kazi wanaendelea pia kukupasha kile itwapo leo. Achana na propaganda, achana na redio ndogo ndogo, sikiliza mavitu makubwa kutokea kwetu Kings Media. Jina langu naitwa Cisco na mimi sina la ziada. Hii ni Kings Media, nguvu kubwa tunapona bat quality. Ezeka nyumba yako ili sipate kukusumbua kipindi hiki cha mvua. Piga simu nambari 0715 1866 72 0715 1866 72. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika. Maasalam.